Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa channel ya Kweli ya Milele TV. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Ninakukaribisha katika ushuhuda wa dada yetu Upendo, ambapo hapa tutajifunza mengi kutoka kwake. Kuanzia alipokuwa hajapata neema ya wokovu na sasa ameokoka. Dada Upendo amepitia mengi, alikuwa mwabudu shetani, lakini pia alikuwa ni mwimbaji wa Bongo Flava. Mungu amemuokoa kutoka huko. Jambo kubwa katika hayo ni kwamba alikuwa akitamani kunywa damu, lakini kitu alichokuwa kikifanya ili asinywe damu za watu, alikuwa akinywa damu za kuku ili kukidhi ile hamu ya kunywa damu. Tutapata mengi katika hayo. Mungu akamuokoa na sasa amefunga ndoa takatifu kanisani kutoka alikotakiwa kufunga ndoa ya jinsia moja. Karibu sana uwe pamoja nasi katika ushuhuda huu tangu tunapoanza mpaka tunapomaliza. Usiondoke, yako mengi zaidi ya hicho ambacho nimekuambia, lakini ni imani yangu kwamba kuna kitu utajifunza, kuna kitu utakipata. Yesu anapenda watu wote, hata wewe anakupenda. Yamkini wewe haujatenda makubwa zaidi ambayo dada Upendo atatueleza. Yesu anakupenda, Yesu anakuhitaji. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Kristo, kabla sijaanza napenda kwanza kumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu. Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, nasema asante kwa utukufu wako, nasema asante kwa rehema zako hata kunifikisha hapa na kuweza kushuhudia na kuweza kusema kile ambacho Baba nilichoweza kupitia katika maisha. Sifa zote ni zako na utukufu kurudie wewe mwenyewe, ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina ninaitwa Upendo Edward Mwashilembe. Ni mzaliwa wa mkoa wa Katavi Mpanda, na katika familia yetu mimi ni mtoto wa kwanza wa Edward. Kuzaliwa kwangu au kuishi kwangu katika maisha kulikuwa hivi. Wakati baba yangu kaenda kumposa mama yangu, baba alimkuta na mimba, lakini alimchukua hivyo. Yule mtoto akakua, akazaliwa, ambaye ni kaka yangu wa kwanza. Baada ya kuzaliwa akaitika ubini huo wa baba, nikaja kuzaliwa mimi ambaye ndo mtoto wa kwanza wa baba. Baada ya hapo wakaja wadogo zangu wawili kuzaliwa wa kiume, ambao sasa katika watoto wa Edward wako ni watatu, wa kike ni mmoja ambaye ndo mimi wa kwanza, nafuata wadogo zangu wa kiume wawili. Na baada ya kuzaliwa wadogo zangu wale wengine, tukawa tumeendelea kuishi. Yule wa mwisho kuzaliwa alikuwa na miaka miwili, lakini kukatokea ugomvi, mtafaruku baadhi kati ya baba na mama. Kwa hiyo baba akawa ameshindwa ile hali ya maisha ya mfumo wa mama ambao anaishi, kwa sababu mama alikuwa kashaanza kuishi na kufanya mahusiano na mwanaume mwingine na kumleta hapo ndani na mimi mwenyewe nilikuwa ninashuhudia. Kwa hiyo baba akabidi aondoke, kaenda mapoli ya mbali, mapolini. Kwa hiyo akawa ameishi huko na tujui anaishi huko yuko hai au yuko vipi, atakuwa tunajua. Sijakaa sawa, na mama naye akawa ameondoshwa na huyo mwanaume. Sasa wakati mimi tunasubiri wenda atarudi, lakini hakurudi mpaka tumelala. Tumeamka, kumekucha, asubuhi hayupo wala mchana hayupo. Jioni sasa ndo nikaanza kupata akili ya kwenda kuuliza kwa ndugu, lakini naambiwa hayupo. Na wakati kipindi hicho nilikuwa nimefunga shule, basi nikawa nimekwenda kwa bibi yangu mzaa baba. Hapakuwa mbali na pale tulipokuwa tunaishi, na hiyo nyumba nakumbuka ni ndugu yake mama alipewa hiyo nyumba ya sisi kuweza kuishi. Ni ndugu wa mbali tu alipewa kuishi, yani kama kuiangalia. Kwa hiyo nikawa nimeenda kwa bibi mzaa baba, nikawa nimewaelezea hali ambao wazazi wameondoka kila mmoja kimfumo wake, lakini majibu ya bibi ni kwamba alitoa tamko kwamba baba yako bado hajafa, yuko hai, kwa nenda kamtafute baba yenu alipo.
Basi wakatutoa nje, wakafunga milango, ikabidi usiku huo huo tukatoka. Ilikuwa ni sehemu wanakaa karibu na mto, kwa tukatoka maeneo yale tukaanza kurudi mpaka pale tulipokuwa tunaishi. Tukaingia ndani, tukafunga mlango, tukalala. Tulikuwa maeneo mengine ya kuweza kumtafuta mama. Kwa tumeendelea, hapakuwa na hela tumeachiwa, hapakuwa na chakula tumeachiwa. Kwa hiyo vile vyakula ambavyo vilikuwepo maviporo ndio tukawa tumekula kula hivyo hivyo na kupasha, mengine yamechacha tunakula hivyo. Sasa nitafanyaje kuwalisha wale watoto? Ilimbidi sasa mimi nianze kwenda kupeperusha chenga za mchele. Nakumbuka muda wa kufungua shule ulikuwa umeshakaribia. Sasa ilibidi nisiende kuripoti shule, mimi nimeenda kupeperusha chenga katika mashine za mipunga ambao wanajua mipunga na mashine ambazo zinakoboa mchele. Yale mapumba yanayotoka kwa nyuma, na yale mapumba makubwa na yale mapumba madogo. Sasa yale mapumba madogo ndio kama vumbi ndio yanatoa chenga. Kwa nilikuwa naenda kule na peperusha, naenda nao wote na watenga sehemu wanakaa wanalala, na watandikia kanga, na peperusha zile chenga, namaliza naweka kwenye mfuko. Tunarudi, naosha mtoni, tunazipika hivyo na chumvi bila mafuta. Hatakuwa na hela ya kununua chochote. Ikifika jioni tumeshakula tunalala. Sasa nikawa napeta chenga, napata, Mungu ananijalia napata, zinakuwa nyingi. Nauza ndo napata pesa ya mafuta kidogo, tunazipika chenga zinakuwa za mafuta, na napata, nanunua spinachi. Nakumbuka sana nilikuwa nanunua spinachi, maana ndio uwezo ulikopo wa kununua hizi spinachi, sijui kwa lugha nyingine Chinese zinaitwa. Kwa hiyo nikawa nanunua Chinese, tunapika na hizo chenga. Muda mwingine nikimsusa chukuchuku, majani ya maboga, naweka tu chumvi na chenga tunakula. Nabeba kiporo naenda navyo hivyo. Ikawa imeenda hivyo. Sasa nikaona kulanda nao itakuwa ni shida, kwenda nao na lile vumbi. Nikasema niwapeleke shule, muda ambao wako shule mimi ninakwenda kupeperusha zile chenga. Nikirudi wanakuwa wakirudi wanakuta nimeshapika na wanakula, wanatulia nyumbani. Nikawa nimewapeleka shule asubuhi, nimenunulia kila kitu, madaftari katika kuuzile chenga kupeperusha na kuuza. Na nilipata pesa nikanunua madaftari. Sikuwa na pesa ya kununua viatu. Ninunua tu madaftari na vile vya kubebea vimifuko na penseli, nikawapeleka shule. Lengo huyu mkubwa nimpeleke darasa la kwanza na huyu mdogo wa miaka 2 nimpeleke chekechea. Lakini walimu walisema kwamba huyu ni mdogo sana, natakiwa kwanza akaenyonya kwenye kwanza maziwa ya mama yake. Nikamwambia walimu mama hayupo, akaambia natakiwa kwanza mpeleke kwa mama yake. Kwa hiyo nimemchukua yule mtoto, yule mwingine akawa amebaki shule. Mimi nikaendelea na mbeba mgongoni, naenda na peperusha chenga, nazipika, yule mwingine anakuja hivyo. Tumeenda mpaka yule mkubwa akashazoea shule sasa. Ndio katika kupita pita akawa amekutana na mama. Akasema, "Mama, kumbe unakaa." Akaja kuniambia, "Dada, nimemwona mama yuko sehemu fulani, mtaa sehemu fulani." Nikamwambia basi tutaenda kesho. Kwa hiyo alipojiandaa asubuhi kwenda shule, tumeenda, nikamkuta kweli mama. Ilikuwa ni jioni. Nakumbuka mboga alikuwa ameipika ni samaki. Nikamuuliza mama, "Kumbe unaishi hapa?" "Tunaishi kule." "Unajua utarudi lakini haurudi." "Baba hayupo, hajarudi." Hakusema kitu chochote wala kuchangia chochote. Basi tukawa tumeingia ndani, tumemaliza, tukawa tumerudi zetu tena kule tulipokuwa tunaishi, tukaendeleza maisha yale. Lakini mimi nilijua kwa sababu mama akashatuona atarudi kuja kuishi na sisi. Au baba atafanyaje, atarudi kuja kuishi na sisi, lakini haikuwa hivyo. Nikachoka sasa ile hali kama mtoto, maana kipindi hicho nilikuwa nina miaka 8. Nikaa nimechoka tu ile kubeba mgongoni kwenda hivi kuchotelea maji, maana pale kwetu kulikuwa hakuna bomba la maji wala kisima. Kwa hiyo unaenda unachota maji ya mtoni ndio unaoga, maji ya mtoni, na maji ya mtoni hayo ndio unapikia. Yaani kwa unapikia maji ya mtoni na kuoga. Maji ya kunywa unakwenda kuchota mbali, kulikuwa na ringi. Kwa hiyo ilinuia vigumu na huko mtoto mgongoni. Na hakuna msaada wowote, ni kama tulikuwa tumefunikwa na giza,
jirani yote anayekutuona wala balozi anaotuona, yani ni kama, yani sijui hata nielezaje. Lakini niliendelea na hiyo hali. Baadaye nikaona sasa imezidi, nikawachukua wale wadogo zangu, kabeba nguo nikapeleka kwa mama, kila kitu maana tulikuwa tunalalia Misengele kama Matete kama Mianzi. Nikaacha huko, hata sikubeba, nibeba nguo tu. Nikaenda nikamkabidhi mama, nikaenda kuanza kazi za ndani. Sasa nimeanza kufanya kazi za ndani. Nakumbuka nimeanza kufanya kazi za ndani kwa nesi. Nilikuwa nafanya kazi ya hospitali kubwa tu katika mkoa wa Katavi. Basi nimefanya kazi pale kwake. Pesa nazopata, nakumbuka mshahara nilikuwa nalipwa 3,000 kwa mwezi. Lakini katika hizo pesa nilikuwa napeleka nyumbani kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya wale watoto. Na hawakuwa wameendelea pia na shule, waliacha wakawa watoto wa mitaani. Na nakumbuka nilipokuwa nafanya kazi hapo kwa huyo nesi, nilianza usagaji. Nilianza kusagana na mjukuu wa huyo bibi nesi. Nilianza kufanya mambo machafu, kulala na wajukuu zake wa kiume. Kwa hiyo nilianza kufanya uchafu huo, lakini huyo nesi hakujua mpaka alipokufaga hakujua. Sijui kama mjukuu alikuwa anakumbuka akamwambia bibi yake, wala mama wa huyo mtoto alikuwa hajui. Lakini yule mtoto alikuwa akija, naingia chumbani, tunasagana, tunamaliza, tunaenda kuoga hivyo. Hiyo hali ilinijia, nilijikuta tu kwa sababu ya mazingira ya mwanzo utotoni nilikuwa naishi na mama yangu, kwa sababu yule baba wa kambo alipokuwa anakuja, mimi nilikuwa naona, mimi nimeshuhudia kwa macho yangu. Na nyumba yetu tulikuwa tumepewa, tumeishi, ilikuwa ni chumba na sebule na kuna jiko inajitegemea na ina mlango, ambapo najua ni nyumba ambayo ni kama moja. Sasa imejitenga huko, jiko inajitegemea, halina mlango. Kwa hiyo kila kitu mama alikuwa anabeba kanga, nakumbuka alikuwa anabeba kanga au kitenge, anatandika huko na mfuko, anamalizana huko. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda nachungulia, nashuhudia. Kwa hiyo na mimi nikaa sasa nimeshazoea kuona ile hali. Nikaenda kuanza kuifanya sasa huko, lakini nikaa naifanya kwa watoto wa kike. Nilikuwa nasagana nao. Na baada ya hapo kabla ya hapo pia nilikuwa nafanya na huyu mdogo wangu ambaye nilimpeleka shule, ambaye nikitoka mimi anayenifuata. Nilikuwa nishaanza kufanya naye. Baada ya hapo nilipoanza kazi, nikaanza kusagana sasa na watoto wa kike. Hiyo hali nilienda nayo sasa. Nikaona sasa 3,000 ninapokea, na muda siku zinazidi kwenda, lakini nililizika hivyo. Na nakumbuka nilianza kuiba pesa kwa huyo nesi, akiwa siku kapokea mshahara au mtoto wake kapata pesa, na kama ni 10,000 mimi nachomoa, kama ni 10,000 ni ziko raki, mimi nachomoa 10,000, kama ni 2,200 nachomoa 4,000 au 2,000, kama ni 1,100 nachomoa. Maana naona mara nyingi ndio zilikuwa hivyo, 1,100 nyingi, 2,200 nyingi. Kwa hiyo naweza nikachomoa 1,000 huku na huku 2,000 na huku 10,000 nazichukua. Na mshahara pia walikuwa wananipa hiyo 3,000. Na nachukua na naiba na sukari, nikiwa nikitoka kanisani na nawapelekea wadogo zangu, napeleka kwa mama, na mama alikuwa anazipokea. Kwa hiyo nimeenda katika hiyo hali, wakaja kugundua kwamba mimi ni mwizi, wakawa wamenifukuza. Nikawa nimeondoka, nikapata kazi kwa mwalimu, nakumbuka. Basi nimeishi kwenye hiyo nyumba ya mwalimu. Yeye alikuwa ananilipa 6,000 kwa mwezi. Kwa hiyo nimefanya kazi hapo, na kwa hiyo mwalimu kulikuwa na mtoto mdogo wa kiume. Nachoshukuru Mungu, sikumfundisha yule mtoto tabia mbaya, wala sikumgusa, sikumfanyia chochote. Hicho ndicho ninachoshukuru Mungu kwa huyo mtoto. Nimefanya hapo kazi, nikawa nimechoka tu mimi mwenyewe. Baada ya kuchoka, nikarudi sasa nyumbani ili nitafute kazi sehemu nyingine. Sasa nimerudi nyumbani kwa mama, nakumbuka nakuta mama yangu pale alipokuwa nakaa wameshahama. Sasa kaenda
kaenda kwa baba huyo wa kambo kuishi naye kwenye nyumba yake, na hali ya wadogo zangu ni hali ya kukataliwa. Yule baba alikuwa anawakataa, hawataki wale watoto pale. Sasa katika hiyo hali baba alikujaga kugundua kwamba watoto wamekuwa machokola. Aliambiwaga na rafiki yake ambao ni wa shambani huko. Ndio baba alipokujaga kawachukua wale watoto kama mfano wa kuwaiba, lakini hakusema kitu. Kwa hiyo aliwachukua akaondoka nao huko kijijini, akaenda kuanzishia shule huko kijijini. Sikuweza kuwa na mawasiliano nao na wala sikujuaga wako wapi, nitawapata wapi. Mimi nikawa naendelea kufanya kazi, nikawa ninahama na naacha kazi hapa naenda hapa. Mara naenda kwa upande wa ndugu zake mama ninafanya kazi, wananifukuza. Mara nikawa ni mgomvi, yaani ni mgomvi afu ni msagaji, ni kahaba, nimeanza toka mdogo sana. Kwa hiyo ni kama maisha yangu ni hivyo, nafukuzwa, naacha, naenda hapa, nafukuzwa. Wengine wananifukuza kwa sababu ya wizi, nilikuwa ninaiba. Ile hali sasa nikajikuta nimeshaingia kwenye industry ya muziki wa kidunia. Nikaanza kuimba nyimbo za kidunia. Sasa nikasema niache sasa kazi za ndani, nitafute kazi ya saluni, nitakuwa comfortable zaidi kwa mambo ya muziki. Kwa hiyo nikawa nimetafuta kazi ya saluni, nikaomba ilikuwa saluni ya mwalimu. Huyo mwalimu akaniambia unaweza kazi ya saluni? Nikamwambia ndio najua, lakini kikweli nilikuwa sijui chochote. Lakini lengo langu ni kwamba nitajifunza kila kitu humo saluni. Na nilikuwa mwepesi kushika vitu na kukamata kwa haraka zaidi. Sikujua kwa nini hakuniambia, mbona hujui, na maana alikuwa ameshaniona, lakini aliamua kuniacha. Kwa hiyo niliendelea kufanya hapo saluni na aliniachia nikawa ninafanya, lakini shida ikaja sehemu ya kulala. Sawa, nimeshapata kazi ya saluni, nalipwa mshahara 30,000, lakini sehemu pa kulala. Sasa ikabidi nirudi nyumbani pia. Choka ile kuhangaika, nikarudi kwa mama. Nimerudi pale kwa mama, nakumbuka nilifukuzwa. Kauli yake ninaikumbuka mpaka leo, lakini nimeshamsamehe kwa sababu ni mama. Nakumbuka aliniambia, wewe hapa unapangania ni kwenu? Au unapataka hapa uishi na huyu baba, au unamtaka huyu baba uwe mke wake ulale naye nikuachie? Sema nikuachie. Kweli iliniulia vigumu. Sikuwa na kauli wala sikuwa na jinsi. Na nilikuwa sina jinsi ya kujitetea. Na nikiangalia nimekosea wapi sijui. I don't know. Yamkini nilimkoseaga. Sasa nashindwa kusema kama mzazi, mimi sijui. Nilikuwaga tu ninajilaumu, labda wenda si mama yangu, labda katika kunizaa alibadilishwa, aliniokota. Kwa hiyo nilikuwa najiuliza maneno mengi. Sasa pale palikuwa na jirani yake. Nilienda kumwambia yule mama akanikataa, akaniambia niondoke, yule nang'ang'ania pale kwani ni kwetu, au ninamtaka yule baba niweze kuishi naye. Nilijua yule mama naye atanisaidia, lakini ilikuwa ngumu kupata msaada kwa wakati huo. Kwa hiyo niliendelea kutafuta sehemu pa kukaa. Kwa mama yangu, kwa nyumba yake kulikuwa na nyumba pia, na kunakuwa na binti ametoka kujifungua. Nikaenda kumwomba yule binti nikae kwao, niwe nalala nao, na chochote ninachokipata kule saluni na kuwa natoa nanunua sabuni na hiki, nikaa nimewaambia. Wakawa wameniruhusu nikaa nakaa, lakini ile hali ilikuwa sikuwa comfortable kivile. Kwa hiyo niliendelea vile. Sasa nikajikuta nimeingia kwenye industry ya muziki sasa kabisa. Sasa nikaona kumbe si bora nilale katika studio, kunakuwa na nafasi afu ninakuwa huru. Mbona huko naona kunakuwa ni mateso zaidi. Labda nyingine unaweza ukaacha pesa ya chakula, lakini ukirudi chakula hamna, sabuni labda hivi hamna. Kwa hiyo mimi sikuwahi kupata nguo za ndani kununuliwa na wazazi wangu.
sikuwahi kujua mapenzi ya babangu wala mamangu, sikuwahi, wala sikuwahi tangu miaka hiyo kujua kiatu. Hakuna alikuwa ananuliza mzazi yote kiatu, nguo, sikuwahi kupata. Ni mimi nifanye kazi, ninunue viatu, ndio iwe hivyo. Kwa hiyo nikaendelea kufanya kazi, nikaanza kulala studio. Nimelala studio, nikaanzisha mahusiano sasa na wanamuziki, maproducer. Nikitoka kazini, naenda nalala kule studio. Nikaanza ufiraji sasa kule. Kwangu mimi niliona tu sasa nifanye tu, nikawa nimeshaizoea hiyo hali. Kwa sababu niliona ninalala, napata sehemu ya kulala, nafua. Na mwingine naweza nikakuta chakula kula. Kwa hiyo niliendelea kufanya hivyo, naimba, nashirikishwa kwenye nyimbo zao na nalala, lakini nikawa naendelea kufanya ufiraji, sikuacha. Nikaendelea kulala na wanaume tofauti tofauti. Nimefanya ile kazi ya saluni. Katika kazi ya muziki kuna mkaka mmoja ana ndugu yake alikuwa Singida ana saluni, kaolewa kule. Ndo akaniambia, Upendo, kuna wakati unafanya hivyo vitendo, kwanza ni nani aliyekwambia kwamba wewe unaweza kuimba, au ulijifunzia wapi kuimba? Katika hali ya kuimba, wakati tuko mdogo, kwa sababu bibi yangu ana watoto wachungaji, wengine wameolewa na wachungaji, wengine ni wachungaji. Kwa hiyo lile kanisa aliokuwa nasali na mimi tulikuwa tunaenda huko. Hata huyo mtoto binamu yangu wa kike nilikuwa nasagana nao, mtoto wa shangazi, tulikuwa tunaenda huko. Hata huyo mtoto wa shangazi pia wa kiume nilikuwa nalala naye kwenye mapagara, kwenye majalala, tulikuwa tunaenda nao huko. Kwa nilikuwa ninaimba Sunday school. Nilikuwa naenda Sunday school kwenye mikesha ya watoto. Lakini katika hiyo mikesha ya watoto bado nilikuwa nafanya uchafu kanisani. Bado nilikuwa nachafua kanisa la Mungu. Kwa hiyo nimeendelea ufiraji, nikapata kazi Singida. Huyo mama alinipenda. Wakati unafanya hivyo sasa, haukuwa unapata maumivu ama madhara yoyote ya kiafya? Na ilikuwaje ukipatwa na matatizo, ulikuwa unasaidika vipi? Kwa mwanzoni, nakumbuka nimeanza ufiraji, nilipata gono. Ilianza kutoka usaha. Na nikaja kuambiwa na ndugu wa kijana ambaye nilikuwa nafanya naye muziki, kwamba huyo mwanaume yuko nalala naye alikuwa na gono, huyo producer. Na kweli mimi ndo nilianza kutoka usaha. Nilichokifanya, nilienda tu duka la madawa, kwa sababu hakuna mtu ambaye naweza nikaenda nikamlalamikia akanisaidia, au nikaenda kushtaki popote. Yaani nibaki mimi kama mimi. Wadogo zangu ndo nilikuwa sijui baba akachukua wapi. Na hata mamangu mdogo pia walikuwepo, lakini nikienda walikuwa wananifukuza. Pole, Yesu anakupenda. Kwa hiyo nilikuwa natoka usaha sehemu zangu za nyuma. Nilienda kwa daktari tu nikamwelezea, akanipa dawa, ilikuwa vidonge. Nikajiingizia, ikawa ile hali ya kutoka usaha ikawa imekata. Lakini kulikuwa na hali na kama mdudu ananila. Sasa ile katika hali ya yule mdudu kunila, hata nilipokuwa nimepata kazi Singida, ilikuwa najichua, na hata muda mwingine naweza kuchukua mshumaa najiingizia sehemu za nyuma huku, ili mradi tu kumlizisha yule mdudu aache.
lakini niliendelea hivyo, nikaona sasa ngoja tu niache itakapokuwa na hiyo. Nikaenda kuchukua tu kuendelea kuzitumia zile dawa, ni vidonge tu nachukua kia kukata ile hali na kutoa ile uchafu. Na maisha yalikuwaje Singida? Nimefika Singida, nilisafiri kwa train. Nakumbuka alinitumiaga pesa mwenyewe nauli, na nilikuwa nina simu ndogo. Nimewasiliana naye kama kuja kunipokea stesheni. Maisha yangu kwa Singida ndo akawa ameanzia hapo, lakini Singida haikuisha hivyo. Yeye mama alikuwa yule mzuri tu, alikuwa ni mzuri tu, lakini mimi ndo nilikuwa ni mbaya. Nilianza kutembea na wanaume wa watu, kutembea na bwana wa watu, muda mwingine mpaka wale mababa wanaoendesha mirungi wanakula mirungi na mimi nakula mirungi. Nilianza kuvuta sigara, nilianza kunywa pombe, kuvuta bangi. Nikaendelea kutembea na wanaume. Imeendelea hivyo. Nikaa nimeanza kushiriki mambo ya mamisi na modo. Wakati ukifanya hayo yote, bosi wako sasa yeye alikuwa anachukuliaje? Wakati ninafanya huo kahaba na hata hiyo kujichua na huko kujilizisha nilipokuwa nafanya, sikuwahi kumwambia bosi wangu, wala hakuwahi kuwa anajua, ila alikuja kujua dakika za mwisho kwamba ninatembea na mwanaume wa mtu. Lakini hayo mambo mengine nilikuwa nafanya sikuwahi kumwambia, kwa sababu sina mtu ambaye naweza nikamwambia akanielewa, kwa sababu kile kitendo nimeshakizoea. Kwa hiyo hata pale nilikuwa nikiumwa pia alikuwa na upendo, chakula ananipa ni kizuri tu na mshahara ananilipa, lakini bado nilikuwa mimi ni mbaya, maana nilikuwa namwibia, nilikuwa ni muongo, nilikuwa nafanya mambo machafu. Kwa hiyo hata nilipokuja kushiriki mamodo na mamisi, nilikaa miaka mingi sana kwake, miaka 4. Hata nilipokuja kuondoka alijisikia vibaya, na naomba tu Mungu anisamehe. Hakuwahi kunifanyia chochote. Mambo ya uchafu alikuwa anafanya yeye mwenyewe, lakini hakuwa ananishirikisha. Kwa ganga alikuwa anaenda mwenyewe, lakini hakuwa ananishirikisha. Na alikuwa ni Muislamu. Hakuwahi kunizuia sijui hata kwenda kanisani. Ananiambia tu nenda tu kanisani kama unaenda. Sasa nikaendelea kanisani, mimi nishaanza kuwa mambo ya kidunia, kwa hiyo nilikuwa siendi. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kuishi hivyo mpaka nilipokuja kushiriki mamodo na mamisi. Nikapata marafiki sasa humo, wakaniunganisha kazi moja ilikuwa Dar es Salaam. Nikafika nikaanza kufanya kazi Dar es Salaam, nikaacha kwa yule mama Singida. Dar es Salaam sasa ulifikaje? Katika kushiriki mamodo, kuna binti tunishirikiana naye mamodo, alikuwa na ndugu yake yuko Dar es Salaam ambaye ana saluni. Kwa hiyo ilibidi nikatoka nikaenda kufanya kazi saluni Dar es Salaam. Nikatoka Singida kwenda Dar es Salaam. Nakumbuka nilifikia ni Mikocheni. Na huyo mama alikuwa na saluni Kawe. Na alikuwa ni mwanaume wa mke wa polisi. Kwa tumeishi nao pale, lakini hali pale ilizidi kuwa mbaya. Ni ubaguzi na kuna hali ya ushirikina pia. Kuleta waganga hivyo. Kwa hiyo niliendelea kufanya vile pale, lakini hata pale nilizidi mimi kuwa mbaya zaidi. Kwa naendelea kujichua na kufanya mambo hayo, nikaingia sasa kwenye mambo ya muziki, kwenye mambo ya kina hao wasanii wa producer hao wakubwa wa Dar es Salaam. Nakumbuka ni mmoja ndio nilipata kwenda nafasi kwenda kwenye studio yake. Ilikuwa sikumbuki ni Mikocheni ni wapi, Mwana Lizombe nakumbuka, sikumbuki ni wapi. Nimeenda nimeanza kushiriki mambo ya muziki, lakini nikiwa nipo kwa huyo mama. Lakini hali iko mbaya. Nikaanza mahusiano pia na wa Bongo Movie. Nikaanza kuact nao movie na tamthilia, sikumbuki kama hata alitokaga. Lakini katika kuact nao nilikuwa nalala nao pia.
Moja kati ya tamthilia unayoikumbuka ni ipi labda? Sikumbuki, lakini nakumbuka tulikuwa tumecheza na Wakenya, au huyo maproducer alikuwa ni mtu na mke wake. Walikuwa ni Wakenya, wakawa wamekuja kushiriki na Wabongo. Nakumbuka na nguo nilikuwa ni kasketi kafupi karefu, ndiko niko vishu. Yaani nilikuwa niko sekta yule mtoto changudoa yule mtoto. Nakumbuka na tulishutia Nikawe. Sasa katika hata watu walioniunganisha kwenye hilo group la hao, pia na wenyewe nilikuwa natembea nao. Yaani hakuna mtu ambaye nilikuwa ninamwacha salama. Yaani akiwa hata ni mkubwa ni mzee, mimi napita naye. Kwa hiyo imeenda hiyo hali, nikaja kuanzisha mahusiano na mwanaume katika hiyo industry ya muziki. Nikaja kufanya mahusiano na huyo mwanaume, maana naye alikuwa ni anapenda muziki. Yeye alikuwa ni anakaa Mwenge kwao. Lakini mama yake alikuja kufa, sikujua kwa nini. Baadaye sasa nimekuja kuanza kuishi naye. Kumbe alikuwa na mwanamke, ila ameniondosha kidogo. Ndio desturi yake yeye. Lazima muondoshe mwanamke ambaye anaishi naye, ampeleke kwa kaka yake. Na huyo kaka yake aanze kulala na yule mwanamke. Sasa sijui kuna agano gani hapo. Sasa nimeanza kuishi naye, sijakaa sawa, yule mwanamke akawa amekuja na mimba kubwa tu. Nikamuuliza mbona umenidanganya? Akaniambia alienda kwao. Lakini nikimuuliza mwanamke ananiambia alikuwa kwa kaka yake, kwa kaka mume wake. Na alikuwa anaishi kama mwanamke wake, kama kamaona anashiriki kila kitu. Nikamwambia kweli? Ananiambia yeye. Na hapa ninapokuambia yule mwanaume anaumwa gono. Kwa hiyo hata yeye nafikiri sijajua kama alikujaga na hilo gono, lakini sikuwa nafahamu hilo. Na tulikuwa tunalala kitanda kimoja. Yule mwanaume alikuwa analala katikati. Mimi nakumbuka nilikuwa nalala ukutani. Huyu mwanaume mke anaanza anafuata mwanaume ukutani. Kwa hata lile tendo la ndoa alikuwa akitoka kwangu anamalizia kwa huyu mjamzito. Au kutoka kwa huyu mjamzito anamalizia kwangu. Kwa tuliishi hivyo, lakini ile hali ilikuwa inanichosha sasa, ilikuwa ni kama uchafu. Imeenda hivyo. Na hamkuwa mnaoneana wivu wewe na huyo mwanamke? Yule mwanamke sikujua kama alikuwa anaona wivu, ila mimi ilinishinda. Nilikuwa ninashinda ninalia. Nilikuwa nashinda nalia mpaka kazi nilifukuzwaga, nikaacha kazi, nilikuwa nafanya saluni. Sasa nikaa niko nyumbani. Na pale nilipokuwa naishi nao sasa wakaanza kunibagua. Pesa alikuwa ananipa ninaweka, lakini hakawa hanipi tena. Na hata kazi sikujua anafanya kazi gani, ninaona tu ana pesa, nafungua studio hivyo. Na alikuwa anaongea pia na watu ambao wamekufa. Alikuwa anaongea na mama yake, muda mwingine mama yake anaweza kuja kwenye mwili wake, naongea naye, mara anasema yeye ni mfalme. Dunia ikija kuisha, yeye atakuwa na wanawake wengi huko katika ufalme huo mwingine. Kwa hiyo mimi nilikuwa najiuliza, lakini ninarudi, lakini sikuwa nimefunguka ile kiufahamu. Lakini bado nilikuwa najiuliza nitaendelea kushare hivi, kuishi kitanda kimoja mpaka lini? Na bado anasema atatengeneza godoro kubwa, atachongesha yeye mwenyewe ili aongeze wanawake, afu yeye awe katikati. Sasa nikaa nazidi kujiuliza itakuwaje. Lakini nakumbuka ilikuwa siku moja mwanamke wake alikuwa ameenda kliniki. Akanambia, hivi wewe mapenzi imeshaanzaga na wanaume wengine? Nikamwambia ndio. Akanambia, hebu ushawahi kufanya kinyume na maumbile? Nikamwelezea ndio. Nilisema ukweli ndio. Kwa nini? Nikamwambia ndio nilishafanya. Nikaanza kumwomba samahani, lakini hakunielewa, alikasirika sana. Alikasirika mpaka akanifukuza. Sasa ile katika hali ya kunifukuza na sina jinsi, sina sehemu pa kwenda, na nilikuwa sina hela, nilikuwa niko empty. Kwa hiyo nilikuwa namuomba msamaha, japo ajaribu kunisamehe, nipate hata kidogo kazi, nipate pesa at least hata pa kwenda kuishi. Lakini ilikuwa ni ngumu. Sasa nakumbuka ananifukuza, nikanitolea na begi nje. Ndo katika wadada nilikuwa nafanya nao kazi saluni, mmoja akawa amenipigia simu. Ilikuwa ni jioni kabisa.
Akanambia uko wapi? Nikamwambia mimi niko nyumbani. Akanambia kuna kazi Zanzibar, njoo uende ukafanye. Ndio nikamwambia mimi niko tayari hata sasa hivi. Ndio akanielekeza, nikaenda kwa huyo bosi, ndio alikuwa anaondoka kwa kesho yake. Nikaenda nikapanda pikipiki, ilikuwa ni Magomeni. Nimefika Magomeni, akanipokea, tukawa tumejiandaa, tukawa tumerudi, tumeenda Zanzibar. Baada ya kufika Zanzibar, huyo kaka wa huyo mwanaume nilikuwa naishi naye akaanza kunipigia simu, njoo, sijui nimeshamwambia, kashaelewa, kwa hiyo utakuja, mlango bado uko wazi. Lakini nikasema hapana, siwezi kurudi, nimeshaanza kazi sasa, maisha mapya. Waliendelea kunisumbua, njoo, mbona unakupenda, sijui mama wa huyo mwanaume aliyokufa, huyo marehemu aliyokufa, mama huyo mwa kijana, mbona anakupenda, wameshalizika na wewe, yaani huo ufalme mwingine wa watu waliowafu, mbona wameshakupenda? Nilikuwa tu sijaelewa tu lugha yao, mbona wameshakupenda, kwa hiyo fanya urudi uje uishi. Nikaambia hapana, siwezi kurudi. Nikaendelea kuishi huko Zanzibar. Nakumbuka nimefika, nimeanza kuishi, lakini yule mama nilikuwa ninanyimwa chakula na miaka yangu ilikuwa inazidi